Taifa la Nigeria limekuwa miongoni mwa mataifa ambayo mashambulizi pamoja na vitisho vya kiusalama vimeweza kuongezeka kutokana na hali mbalimbali ya wavamizi walioingia katika taifa hilo, na ikisemekana kwamba hadi sasa hakuna udhibiti moja kwa moja ulioweza kufanyika katika taifa hilo. Mara baada ya matukio mbalimbali na mashambulizi yaliyoweza kutokea nchini Nigeria, Rais wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu ametangaza hali ya dharura ya kitaifa kuhusu usalama wa taifa hilo. Hatua hiyo inalenga kukabiliana na changamoto za kiusalama ambazo zimekuwa zikitishia maisha ya wananchi na ustawi wa taifa la Nigeria. Taarifa ya rais wa Nigeria imeweza kutolewa ikiwa ni siku ya Alhamisi ya Novemba 27 ya mwaka 2025 na kuwekwa katika kurasa za mitandao ya kijamii ya rais wa Nigeria. Katika tamko hilo, Tinubu ameeleza kuwa serikali yake itaanza mara moja mchakato wa kuajiri askari wapya katika jeshi la Nigeria pamoja na polisi, lengo ikiwa ni kuongeza nguvu kazi ya vyombo vya ulinzi ili kuhakikisha usalama wa raia na mali zao unazingatiwa na wanaendelea kuwa katika hali nzuri zaidi. Mara baada ya kauli ya rais wa Nigeria, jeshi na polisi vimepewa mamlaka ya kuajiri askari wapya ambao wataweza kusaidia katika kuongeza usalama na ulinzi katika taifa la Nigeria. Polisi wametajwa kwamba wataajiri maafisa wapya 20,000 na kufanya jumla kufikia 50,000. Imeelezwa kwamba taarifa hiyo lazima itekelezwe mara moja. Mara ya kwanza walikuwa ni maafisa 30,000, watakapoongezwa kufikia maafisa 50,000, basi maafisa 20,000 wanahitajika. Tangazo hilo limekuja wakati ambapo kumekuwa na ongezeko la mashambulizi na vitisho vya kiusalama katika maeneo mbalimbali nchini Nigeria, huku serikali ya taifa hilo imesema inataka kuonesha dhamira ya dhati ya kulinda taifa la Nigeria na kurejesha imani ya wananchi kwa vyombo vya dola. Kupitia ukurasa wa Instagram wa kiongozi wa taifa la Nigeria, Rais Tinubu ameandika kwamba wananchi wameandika maoni yao, wengi wakisema ni muhimu kwa amani ya taifa hilo, huku wengine wakitoa maoni ya ukosoaji kuhusu namna ya utekelezaji wa mpango huo utakavyokuwa, wengine wakiwa na mashaka hiki ambacho kimeelezwa kwa sasa ni ngumu sana kuweza kutekelezwa, kwani ni vingi vimeweza kuahidiwa lakini hadi sasa ni vichache ambavyo vimeweza kutekelezwa. Ni vipi itakuwa? Ni kweli wataweza kuajiri maafisa wengine kwa ajili ya kudumisha na kuendeleza imani na amani iliyopo miongoni mwa raia wa nchi hiyo? Tamko la Rais Tinubu pia limeambatana na wito wa mshikamano katika taifa la Nigeria, huku miongoni mwa raia wanaoishi katika taifa hilo wakisisitizwa kwamba kila kitu ambacho kinaendelea katika taifa hilo ni miongoni mwa mipango na mikakati iliyowekwa, lakini bado hali ya utulivu na amani itarejea kama mwanzo mara baada ya serikali kuweza kuchukulia swala hili katika uhakiki mkubwa zaidi. Tamko la Rais Tinubu limeweza kuwaweka Wanigeria wengi katika attention kubwa kuelekea kile ambacho kinasemekana kwamba ni hali ya usalama katika taifa hilo, lakini hadi sasa vyanzo muhimu kutokea nchini Nigeria bado havijaeleza ni kwa nini taifa hilo limeweza kukumbwa na mshambulio makali kama hayo, huku tishio la uvunjifu wa amani likitawala miongoni mwa raia wa taifa hilo. Hadi sasa bado vyanzo muhimu havijaripoti kuhusiana na tukio la kiusalama kwa nini umepungua katika taifa la Nigeria, lakini bado Rais Tinubu ameweza kuwahimiza wananchi waweze kushirikiana moja kwa moja na vyombo vya dola, na maanisha mapolisi pamoja na wanajeshi, katika kuzuia na kuendeleza usalama ulioko bora zaidi katika taifa hilo, kwa kushirikiana moja kwa moja kwa kutoa taarifa kutokana na kile ambacho wanajeshi ama maafisa wa polisi watahitaji kufahamu juu ya kile kinachoendelea katika taifa la Nigeria. Abdul Qadir Mangule, usisahau kusubscribe Vora News.